Hii leo tutazame kile ambacho kilitokea pale kwenye taifa la Iran ambacho kiliweza kujiri. Manake tuliona kumekuwa na maneno mengi sana, kulikuwa na uingiliaji mwingi mno, na hata pia upotoshaji mbalimbali pia uliweza kuibuka kwa kile ambacho kilifanyika pale Iran, kilichodaiwa kuwa ni maandamano ya kuipinga serikali, ambapo baadaye Iran alikuja kubainisha baadhi ya vitu, kwamba wako watu ambao wametumwa na Marekani na Israeli, ni mapandikizi ambao lengo lao ni kuhakikisha nchi ile inachafuka ili waweze kupenyeza ajenda zao, jambo ambalo limeonekana kufeli. Sasa nikwambie, katika kufukunyua haya na kuangalia haya, nimekuwa nikijiuliza mengi sana. Ni kwamba Marekani chini ya Donald Trump pamoja na Israeli wanataka kufidia udhalilishaji ambao Iran iliufanya wa kihistoria mwaka 2016 au ni nini? Nitakueleza ni udhalilishaji gani ambao Iran aliufanya, kitu ambacho kilionekana Marekani ni watu wa kawaida mno. Tarehe 12 Januari ya kila mwaka, Day 22, ni ukumbusho wa siku ambayo wanajeshi wa Marekani walitekwa na majeshi ya Iran kwenye Ghuba ya Uajemi. Tarehe 12 Januari mwaka 2016, Day 22, ni ukumbusho wa siku ambayo majeshi ya Marekani yalitekwa na majeshi ya Iran kwenye Ghuba ya Uajemi, wakati boti mbili za kivita zilipobeba askari 10 wa Marekani zilipoingia kwenye maji ya Iran. Boti hizo za Marekani zilikuwa zimeingia kilomita 2 ndani ya maji ya Iran zilipokamatwa na askari wa majini wa jeshi la Iran IRGC. Hivyo wakati Rais Barack Obama wa Marekani alipokuwa akipiga nara na kudai katika bunge la Congress kwamba nchi hiyo ndiyo yenye nguvu zaidi duniani, umbali wa kilomita 11,000 katika Ghuba ya Uajemi, wanajeshi 10 wa Marekani walikuwa wanapigishwa magoti na vikosi vya brigade 214 ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Wanajeshi hao wakiwemo wanaume 9 na mwanamke mmoja walihamishwa kwenye moja vituo vya IRGC kwenye kisiwa cha Uajemi. Asubuhi ya Januari 13, Day 23, Generali Al-Fadavi, kamanda wa jeshi la wanamaji la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, alitangaza kwamba baada ya kukamatwa boti hizi, waliona jeshi la wanamaji la Marekani na manuari moja ya nchi hiyo zikidhihirisha tabia isiyo ya kitaalam kwa muda wa dakika 40, ambapo walifanya harakati hatari za anga na majini katika eneo ambalo linaonyesha wazi kuwa Marekani haijali usalama na amani ya eneo. Hatimaye jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu likatangaza kuachiliwa huru wanajeshi hao wa Marekani katika maji ya kimataifa baada ya kuthibitisha kwamba kuingia kwao katika maji ya Iran kulifanyika kimakosa na bila kukusudia. Tukio hili lilikuwa fedheha kubwa kwa Marekani ambao walidhani kwamba wangeweza kuingia katika ardhi ya Iran bila ruhusa, wakati majeshi ya Iran yalikuwa macho yakilinda vilivyo ndani ya maji, ardhi na anga ya Iran na kufuatilia mienendo ya majeshi ya kigeni. Meja Jenerali Ramazan Nizirai, kamanda wakati huo wa eneo la pili la jeshi la wanamaji la IRGC, aliashiria mafanikio ya tukio hilo muhimu kwa kusema, mafanikio makubwa zaidi ya kukamatwa kwa wanamaji wa Marekani ni kuvunja kiburi na majigambo ya Marekani kwenye eneo na dunia nzima. Alifafanua zaidi ukubwa wa tukio hilo la kudumu milele na kulifungamanisha na kauli za amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Iran, ambaye alisema tukio hili ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kusema hivi sasa, baada ya kupita miaka 10 tangu tukio hilo la kihistoria ambalo lilifedhesha Marekani na jeshi lake kwenye eneo na kimataifa, Rais mpenda vita wa Marekani Donald Trump sasa anataka kulipiza kisasi dhidi ya Iran ya Kiislamu katika muhula wa pili wa uongozi wake. Trump yeye amezidisha siasa na hatua za uhasama dhidi ya Iran, na hasa katika wiki chache zilizopita ambapo Marekani na Israeli zimeingilia na kuchochea machafuko ya magenge ya vurugu na mauaji dhidi ya mfumo wa Kiislamu. Trump na maafisa wa serikali yake wamekuwa wakizungumza mara kwa mara hadharani kuhusu kubadili tabia au hata kubadili mfumo wa kisiasa nchini Iran, jambo ambalo linachukuliwa kuwa ni ishara tosha kuchochea ukosefu wa utulivu na machafuko nchini. Kauli za Trump kuhusu chaguo kali sana dhidi ya Iran na uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kijeshi kwa kisingizio cha kuhusiana na swala hilo. Licha vitisho hivi vyote, lakini Trump amelazimika kulegeza msimamo na kuachana na vitisho hivyo kwa sasa. Msimamo uthabiti wa Iran dhidi ya vitisho vya Marekani na sisitizo la kukabiliana navyo vilivyo ni moja sababu muhimu ambazo zimemlazimisha Trump kurudi nyuma. Inasemekana washauri wake wamemuonya juu ya madhara ya hatua za kijeshi dhidi ya Iran na kumzuia kuchukua hatua ya kipumbavu kama hiyo. Washauri hao wametilia shaka kudhoofishwa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia hatua ya kijeshi ya Marekani. Kwa upande mwingine, wamemuonya juu ya Marekani kutokuwa na uwezo kukabiliana na jibu kali la kijeshi la Iran
Inaonekana kuwa kwa sasa rais mwenye chuki kali wa Marekani dhidi ya Iran, ambaye daima anaota ndoto ya kuishambulia kijeshi Iran, amelazimika kujiepusha na vitisho vyake vya kijeshi dhidi ya taifa la Iran kutokana na maonyo makali ya Iran kwa upande mmoja na upinzani wa washauri wake wa kijeshi na kiusalama na vile nchi za eneo kwa upande wa pili. Sasa hiyo yote ni scenario ambayo inaonekana kuweza kuchochea vita hivi kwa pande zote hizo. Sasa nikwambie, afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Iran amepuuzilia mbali vitisho vya maneno vya hivi karibuni vya rais wa Marekani Donald Trump, akionya kwamba hatua yoyote ya uadui itakayoelekezwa kwa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei itakabiliwa na kisasi kikubwa cha kijeshi. Jenerali Abolfazli Shekarchi, msemaji wa vikosi vya jeshi la Iran, amesema hayo kwenye mkutano uliofanyika Jumanne mjini Tehran na kusisitiza kuwa hatuzingatii kwa umuhimu mkubwa wa kelele za Trump. Jenerali Shekarchi amepinga vitisho hivyo kutoka kwa Trump, ambaye hivi karibuni alibwabwaja na kudai kuwa uongozi wa Iran lazima ubadilike kama sehemu ya kampeni pana ya vita vya kisaikolojia. Anasema Trump anajua kwamba ikiwa mkono wa uchokozi utaelekezwa kwa kiongozi wetu, hatutaukata tu mkono huo, na hii si kauli mbiu tu, lakini tutawasha moto kwenye ulimwengu wao na kuacha bila kuwa na pahali salama katika eneo, Jenerali Shekarchi amesisitiza. Kamanda huyo wa jeshi la Iran ameeleza bayana kuwa maadui wanafahamu hili, lakini wanaendelea na vita vyao vya utambuzi. Amebainisha kuwa maadui wanajua kwamba iwapo shibri yoyote ya ardhi yetu itahujumiwa, tutaliondoa tishio hilo kabla lijapanuka, akirejelea mfano wa vita vya siku 12 vya Juni 2025 kama mfano wa kihistoria wa uwezo huo. Haya yanajiri siku chache baada ya Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kuonya pia kwamba shambulio lolote dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu itakuwa vita kamili na taifa la Iran. Vilevile kiongozi wa chama cha Yisrael Beitain Avigdor Lieberman ameonya kuhusu tishio linaloongezeka la Iran, akidai kwamba makombora ya Iran yamebadilisha kanuni za vita na kutoa wito wa maandalizi ya kuhamisha vituo nyeti vya kimkakati kwa kutarajia mzozo wowote tarajiwa. Gazeti la Israeli Hayom limemnukuu Lieberman akisema wakati wa mkutano wa kundi lake la wabunge kwamba hapo awali alikuwa ametaka kuwekwa maandalizi ya kujilinda dhidi ya Iran, lakini alikabiliwa na ukosoaji mkali na mashambulizi wakati huo. Aliongeza, kichekesho ni kwamba nilisoma jana kwamba waziri mkuu mwenyewe aliomba kuahirishwa kwa shambulio dhidi ya Iran, akidai kwamba Israeli haikuwa tayari. Hii ndiyo gharama ya kuahirisha uamuzi na kushindwa kuchukua hatua kwa wakati unaofaa. Lieberman alisema kwamba Iran ikitokea mzozo ingejaribu kulenga maeneo ya kimkakati ndani ya Israeli kama ilivyofanya hapo awali katika mashambulizi dhidi ya vituo nyeti. Alisisitiza kwamba kuhamisha malengo yote haiwezekani, lakini alisisitiza hitajio la kujiandaa kwa uhamishaji wa haraka na uliopangwa wa maeneo muhimu. Katika upande mwingine, Lieberman alinukuu ripoti ya hivi karibuni ya mdhibiti mkuu wa serikali akifichua kwamba zaidi ya Waisraeli milioni 3 wanaishi bila ulinzi wa kutosha, pamoja na karibu wanafunzi nusu milioni wanaohudhuria shule bila usalama wa kutosha. Hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesisitiza tena haki ya Iran ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Lavrov ametoa sisitizo hilo alipohutubia mkutano na waandishi wa habari uliopewa jina la matokeo ya diplomasia ya Russia mwaka 2025, ambapo sambamba na kuashiria tena misimamo ya nchi yake kuhusu suala la nyuklia la Iran, amesisitiza kuwa haki ya Teherani ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani lazima iheshimiwe. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ametoa majibizo hayo kwa majaribio ya baadhi ya nchi za kigeni ya kuingilia masuala ya ndani ya Iran, na akasema majaribio ya nje ya kudhoofisha sera za kigeni za Iran yanatia wasiwasi. Akijibu swali kuhusu matarajio ya baadaye katika uhusiano wa kibiashara kati ya Russia na Iran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru wa 25% kwa nchi yoyote inayofanya biashara na Iran, Lavrov amesema uhusiano na biashara kati ya Russia na Iran zitaendelea. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.